بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. watukufu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika mafanikio ya mwanadamu katika maisha haya ya dunia na hata baada ya kufa yamefungamanishwa katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna lilmuttaqina mafaza. Ndugu zangu katika imani, hotuba yetu ya leo tutaishi katika aya nambari 77 iliyopo katika suratul Qasas. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wala tabghi al-fasada fil ard inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Watukufu katika imani, katika aya hii ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ametoa maagizo manne makubwa kwa waja wake, ambayo inatupasa mimi na wewe kuweza kuyachukua na kuyafanyia kazi, kwani kheri kubwa na mafanikio makubwa yatapatikana kupitia kutekeleza maagizo haya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, katika maagizo haya manne, kila moja linaweza kuwa ni hutuba inayojitegemea, lakini kwa mukhtasari tutayaelezea yote manne kwa kadiri muda ambao utakapoturuhusu. Ndugu zangu katika imani, ujumbe wa kwanza na maelekezo ya kwanza ya Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii, anasema wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah. Ewe mwanadamu, tafuta kupitia kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, tafuta makazi ya akhira.
wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah, tafuta kupitia neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia, tafuta nyumba ya akhira. Fama hiya darul akhirah, ni yapi hayo makazi ya akhira? Ndugu zangu katika imani, hiya aljanna, ni pepo. Allah subhanahu wa ta'ala anawataka waja wake watumie kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewapa, kuitafuta akhira, kuitafuta janna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameisifu kwa sifa mbalimbali zilizokuwa nzuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam amebainisha kupitia hadithi mbalimbali sifa ya janna. Miongoni mwa sifa hizo Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha katika surati Muhammad aya 15, mathalul jannati allati u'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema sifa ya pepo ambayo wameahidiwa wacha Mungu, ndani yake kuna mito ya maji yasiyovunda, maji yasiyoharibika. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, lakini ndani ya pepo hiyo kuna mito ya maziwa ambayo hayabadiliki ladha yake, yana ladha ile ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaumbia. Wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin, lakini ndani ya pepo kuna mito ya mvinyo ambayo ni tamu, yenye ladha nzuri kwa wale wanywao. Ni tofauti na mvinyo wa hapa duniani, ndugu zangu katika imani. Mvinyo ambao duniani hapa mtu akitumia anaharibikiwa na akili, lakini mwingine anashusha haja ndogo na haja kubwa baada ya kutumia mvinyo huo. Lakini mvinyo ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuandaa kwa ahli aljanna, ladhatin lisharibin. Lakini pia wa anharun min asalin musaffa, janna ambayo ndani yake kuna mito ya asali iliyosafishwa vizuri, iliyochujwa vizuri. Walahum fiha min kulli thamarat, na watapata ndani ya pepo hiyo kila aina ya matunda. Ndugu zangu katika imani, wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka tutumie neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia kuitafuta akhira, kuitafuta nyumba ya akhira. Kwa nini tuitafute nyumba ya akhira? Kwa sababu ndugu zangu katika imani, kwanza kila mmoja wetu anatamani na anatumai kuingia katika pepo. Ayatma kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im, lakini kule kutumai peke yake hakutoshi, kunahitaji juhudi kwa ajili ya kuitafuta pepo hiyo. Lakini kwa nini tunatakiwa tuitafute pepo? Ni kwa sababu ndugu zangu katika imani, maisha ya akhera ni kuna aina mbili ya maisha tu. Fadaru daru na'imin in amilta bima yurdi ilaha wa in khalafta fannar. Maisha ya akhera ni kuna aina mbili ya maisha, ima maisha ya peponi ikiwa utafanya yale ambayo kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kama utaenda kinyume, utakiuka maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, fannaru, mafikio yatakuwa ni motoni. Mwenyezi Mungu atunusuru na adhabu ya moto. Lakini ndugu zangu katika imani, kwa nini tuitafute nyumba ya akhera, tutafute makazi ya akhera? Ni kwa sababu yule ambaye atakayejaliwa kuingia peponi na akaepushwa na adhabu ya moto, huyo ndiye ambaye aliyefaulu. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz wama lidh-dhalimina min ansar.
Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii, maelekezo na maagizo ya kwanza anasema wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia neema ya mali, tumia mali yako katika kuijenga akhira yako. Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia elimu, tumia elimu yako katika kujenga akhira yako iliyokuwa bora. Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia afya njema, tumia afya yako katika kufanya mambo yenye manufaa kwa ajili ya akhira yako. wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah. Haya ni maelekezo ya kwanza ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kama tunavyofahamu, katika msikiti wetu huu kuna mradi wa kuwawezesha walimu wa madrasa, lakini pia kuwawezesha maimamu wanaofanya kazi katika mazingira magumu vijijini. Tunatangaziwa mara kwa mara michango kwa ajili ya kuwawezesha watu hawa ambao wamejitolea muda wao, maisha yao kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Tunatakiwa sisi kwa nafasi zetu ambao hatupo katika mazingira hayo, na sisi tutoe mchango wetu katika kufanikisha hilo. wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah. Tafuta kupitia kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia, kuitafuta nyumba ya akhera, kutafuta makazi ya akhera, kutafuta janna. Ndugu zangu katika imani, utakapotoa pesa yako kwa ajili ya kuwawezesha hawa, maana yake wewe pia upo katika msafara wa kuitafuta nyumba ya akhera ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaelekeza. Lakini ndugu zangu katika imani, maelekezo ya pili katika aya hii, jambo la pili, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tansa nasibaka min ad-dunya, na wala usisahau fungu lako katika dunia hii. Allah subhanahu wa ta'ala amekuleta duniani, lengo kuu ni kuja kufanya ibada, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pamoja na hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala amekutengenezea mazingira, amerahisisha mazingira kwa ajili ya kumwabudu yeye subhanahu wa ta'ala. Amekuwekea kila kitu ambacho kinahitajika katika maisha haya ya dunia, amekujalia kila neema. wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lengo utumie neema hizo kwa ajili ya kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wakati unafanya ibada, unafanya juhudi kwa ajili ya kuitafuta nyumba ya akhera. wala tansa nasibaka min ad-dunya, usisahau fungu lako katika dunia. Uislamu haujakataza mtu katika kile alichojaliwa kuishi maisha mazuri hapa duniani. Kama una uwezo wa kuwa na nyumba nzuri, ruhusa. Kama una uwezo wa kumiliki usafiri nzuri, ni ruhusa. Kama una uwezo wa kula vizuri, ni jambo ambalo Uislamu unapenda jambo hilo. wala tansa nasibaka min ad-dunya. Lakini ndugu zangu katika imani, pamoja na kujishughulisha na ibada, Uislamu unatuelekeza na kututaka baada ya kufanya ibada tujishughulishe na shughuli nyingine za halali kwa ajili ya kujipatia kipato cha halali. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwenye hadithi iliyopokelewa Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, ayuha an-nasu ittaqullaha wa ajmilu fi talabi fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha fattaqullaha wa ajmilu fi talabi khudhu ma halla wa da'u ma haruma. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, enyi watu, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na tafuteni njia nzuri za utafutaji wa riziki zenu. Tafuteni riziki zenu kwa njia iliyokuwa nzuri, njia iliyokuwa halali, kwani hakika nafsi yoyote haitakufa mpaka ikamilishe riziki ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiandikia. Kila mmoja katika mgongo huu wa dunia ana riziki yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kinachotakikana tuitafute ile riziki kwa namna iliyokuwa nzuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema
khudhu ma halla, chukueni katika riziki kile kilichokuwa cha halali, wadau ma haruma, na acheni kilichokuwa cha haramu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Uislamu umehimiza watu wajishughulishe, wafanye ibada, lakini wakati huo wahangaike katika dunia hii kutafuta mkate wao wa kila siku katika njia ya halali. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tansa nasibaka min ad-dunya, wakati unafanya jitihada ya kutafuta makazi ya akhera usisahau pia fungu lako katika dunia. أقول قولي هذا فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم فاسألوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. نزام katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salamu Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni kwa mara nyingine pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Leo katika imani, hutuba yangu ya pili ni muendelezo wa hutuba ya kwanza. Tunatazama maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala yaliyomo ndani ya aya ya 77 min surati al-Qasas. Ndani ya aya hii imebeba aina 4 za ujumbe. Ujumbe wa kwanza, kama tulivyoelezea katika hutuba ya kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka tutumie kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia kuitafuta janna, lakini pia tusisahau sehemu ya fungu letu katika dunia. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea, anasema wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik, nafanya ihsan kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekufanyia ihsan. Ndugu katika imani, nini maana ya ihsan? Al-ihsan ضد al-isaa. Ihsan maana yake ni kinyume na kufanya ubaya. Wa huwa fi'lul khairi. Ihsan maana yake ni kutenda yale yaliyokuwa ya khairi, kufanya yaliyokuwa mazuri. Wa yashmalu al-ihsanu fil ibada an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Lakini inajumuisha maana ya ihsani, ndugu zangu katika imani, katika ibada ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba unamuona. Ikiwa wewe haumuoni, tambua ya kwamba yeye anakuona. Kwa hiyo unapoingia katika ibada, unapomwabudu Mola wako, basi hakikisha unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba Allah yuko mbele yako, unamuona. Si tunafahamu ndugu zangu katika imani, pale ambapo mtu anapokuwa anafanya kazi na ile kazi wakati anaifanya amesimamiwa na bosi wake, anakuwa yuko makini sana katika kuitekeleza kazi ile. Sasa ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa min babi aula wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka. Lakini pia ndugu zangu katika imani, wa kama yashmalu al-ihsanu fi muamalati an-nasi بتقديم المنافع والخير لهم ومعاملة كل مخلوق بما يناسبه من لطف وعطف. كذلك katika maana ihsan katika muamala na watu, katika kuamaliana na watu, ni kutoa na kuwapatia manufaa watu ambao unaoishi nao, watu waliokuzunguka, kufanya mambo mazuri kwa watu ambao waliokuzunguka. Kwa lugha nyingine tunasema kurudisha katika jamii. Wewe Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile alichokujalia yapasa urudishe katika jamii, ufanye ihsani kwa watu ambao wamekuzunguka. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Allah subhanahu wa ta'ala anakutaka ufanye ihsani, ufanye wema
ufanye ihsani kwa kufanya ibada kana kwamba unamuona Allah subhanahu wa ta'ala, hapo unatengeneza mahusiano yako yaliyokuwa mema na Mola wako. Alaqatuka ma rabbika, unatengeneza mahusiano yaliyokuwa mema na Mola wako, unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba unamuona. Na hii ni daraja ya juu sana ya imani. Inna Allaha yuhibbu alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Lakini pia utengeneze mahusiano yaliyokuwa mazuri na jamii, utende yaliyokuwa mazuri kwa jamii. Ulicho nacho alichokujalia Allah subhanahu wa ta'ala, uwakumbuke wale wenye uhitaji. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik, kwa sababu kile ambacho ulichokuwa nacho, ndugu zangu katika imani, ni ihsani min Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna yeyote ambaye kwa kile alichokuwa nacho labda alifanya shinikizo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio akakipata, bali ni ihsan min Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah anasema wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika, fanya ihsan kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyofanya ihsan. Kwa hiyo haya ni maelekezo ya tatu katika aya hii, ndugu zangu katika imani. Lakini maelekezo ya nne, wala tabghi alfasada fil ardh, na wala usifanye ufisadi katika dunia, usifanye ufisadi katika nchi. Inna Allaha la yuhibbu almufsidin. Ndugu zangu katika imani, nini maana ya ufisadi? Ufisadi, ndugu zangu katika imani, wanachuoni wameeleza kwa maana mbalimbali, wameeleza kwa maana nyingi, lakini neno ambalo lina maana pana. Lakini ndugu zangu katika imani, tutosheke na maana fupi ya ufisadi. Alfasadu huwa taghayyuru shay'in amma kana alayhi min as-salah. Ufisadi maana yake ni kubadilika kitu kutoka katika ile hali ambayo kile kitu ilikuwa nacho katika namna ya kutengemaa. Kukiwa na kitu ambacho kiko katika hali iliyokuwa nzuri, kimetengemaa, yakaingia mabadiliko ya kuharibu kile kitu, maana yake hapo imetokea fasadi. Ndugu zangu katika imani, ukitazama mtiririko wa hii aya, jambo la kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala amewataka waja watumie mali waliokuwa nayo kuitafuta pepo. Lakini ile mali uliokuwa nayo utakiwi ubaki nayo wewe kama wewe tu, akakutaka utumie pia hiyo mali na neema uliokuwa nayo kuwafanya ihsani wengine. Lakini kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi, anajua pale ambapo mtu anapokuwa na mali, anapokuwa na uwezo, wakati mwingine hupelekea kupindukia mipaka, kufanya ufisadi kupitia ile mali aliyokuwa nayo. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema wala tabghi alfasada fil ardh, kwa sababu tunafahamu ndugu zangu katika imani, mara nyingi sana huwa watu wanabadilika pale ambapo wanapokuwa na kipato. Wanasema maskini akipata, maskini akipata huwa kuna kitu huwa kinalia, si ndio? Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tabghi alfasada fil ardh. Kwa hiyo ile methali wanayosema Waswahili kwamba maskini akipata kuna kitu huwa kinalia, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kalla innal insana la yatgha arraahu istaghna. Mwanadamu huwa anapindukia mipaka pale ambapo anapokuwa anacho, anapojiona kwamba anacho anapindukia mipaka. Kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tabghi alfasada fil ardh, usitafute kufanya ufisadi katika hii dunia, usifanye ufisadi katika nchi. Inna Allaha la yuhibbu almufsidin, hakika Allah hawapendi wenye kufanya ufisadi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ufisadi haina maana tu ya mtu kufanya matumizi mabaya katika mali ya umma au ukapewa ofisi fulani akaiba.
bali kila jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wamelikataza, jambo hilo ukilifanya, maana yake hapo umefanya ufisadi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ndugu zangu katika imani, ufisadi, kufanya uharibifu, ni katika makosa makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, nitumie nafasi hii kukuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu, miongoni mwa aina za ufisadi ni pale Muislamu anapotumika na watu fulani kwenda kufanya uharibifu mahala fulani. Pale ambapo Muislamu anafuata mkumbo wa watu fulani kwa ajili ya maslahi fulani, na yeye anatumika katika kufanya ufisadi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Muislamu ni mtu ambaye anatumia akili. Fattaqullaha ya ulil albabi alladhina amanu, mcheni Allah enyi wenye akili. Allah subhanahu wa ta'ala amewaita Waislamu kwa sifa ya watu wenye akili. Ewe Muislamu, mche Allah subhanahu wa ta'ala, usikubali kutumika kama dekio kwa ajili ya maslahi ya wengine. Kila mmoja anatakiwa awe ni mtengenezaji katika dunia hii. Kama huwezi kutengeneza, usiharibu. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ndugu zangu katika imani, tusikubali kufata mkumbo, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha na kutuelekeza kwa kusema, la yakun ahadukum imma, asiwe mmoja wenu ni mtu mwenye kufata upepo, bendera fata upepo, mwenye kufata mkumbo. Qala, usema in ahsana an-nasu ahsantu, watu wakifanya jambo zuri na mimi nafanya. Wa in asau asatu, wakifanya jambo baya na mimi nafanya. Walakin watinu anfusakum, tulizeni nafsi zenu, tulizeni akili zenu. Wewe ndugu zangu katika imani, ni jukumu la kila Muislamu kutii na kufuata maelekezo ya viongozi wetu, viongozi wa dini, viongozi wa nchi, kwa sababu kufanya hivyo ndipo ambapo inapatikana salaha. Tusiwe na mihemko. Uislamu umetuelekeza atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum. Kwa hiyo ni jukumu letu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, lakini pia kuwatii wale wenye mamlaka. Ndugu zangu katika imani, namalizia hotuba yangu kwa kusisitiza ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia aya hii nambari 77 iliyopo katika sura al-Qasas, ni aya fupi lakini imebeba maana kubwa sana, imebeba ujumbe mkubwa ambao yatupasa tuweze kufanyia kazi. Tuhakikishe kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia tukitumie kwa ajili ya kuitafuta akhira yetu. Hii dunia ni maisha ya mpito. Wengi walikuwepo, leo hii hawapo. Lakini pia tujishughulisheni shughuli za halali katika kutafuta riziki zetu za kila siku, lakini kile tunachokipata pia turudishe kwa jamii, tuwasaidie na wenzetu wenye uhitaji. Lakini pia tushiriki katika shughuli mbalimbali za kuendeleza Uislamu, kama vile ambavyo tunaelezwa kila siku. Kuna watu wana uhitaji maeneo mbalimbali ya vijijini huko, kuna walimu wa madrasa, kuna maimamu wana uhitaji. Basi sisi tuweze kusaidia katika namna moja ama nyingine kufanikisha jambo hilo. Lakini pia tusifanye aina yoyote uharibifu katika hii dunia, kwa sababu kila unachokifanya
Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kukuuliza na atakulipa kwa kile ambacho unachokifanya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqimis salah.